Siku moja masahaba radhiallahu anhum walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwelezea moja katika suala ambalo lilikuwa likitokea katika maisha yao. Walimwambia, ya Rasulullah, sisi tunaishi pamoja na mwanamke ambaye huyu mwanamke anafanya mambo mengi yaliokuwa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasali, anafunga, anatoa sadaka katika maisha yake, lakini ya Rasulullah, hazungumzi vizuri na majirani zake, haishi vizuri na majirani zake. Majirani zake walikuwa wakilalamika juu ya ulimi wake huyu mwanamke, kwamba hana ulimi mzuri mbele yao. Wakamuuliza Rasulullah, je, huyu ana sehemu gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana atakuwa ni mtu wa aina gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu ni miongoni mwa watu ambao watakaopata adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Subhanallah, mbali ya kufanya amali za aina mbalimbali, mbali ya kufanya ibada za aina mbalimbali, lakini kilichomponza huyu mwanamke mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ulimi wake. Na tumeona masahaba wengi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa wenye wasiwasi juu ya suala la ndimi, kwa maana ya kwamba haya ambayo wanayozungumza katika maisha yao. Abu Bakar bin Siddiq radhiallahu anhu alizungumza siku moja, akawaambia masahaba wenzake radhiallahu anhum, akawaambia kwamba kama kuna jambo ambalo litakaloweza kunifanya mimi kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira, basi ni ulimi wangu. Kwa maana ya kwamba huu ulimi kama hautochungwa vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inaweza ikawa ni sababu ya huyu mwanadamu kupata adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huyu mtu akiutumia ulimi wake ulivyokuwa vizuri, ama maneno yake atakavyokuwa vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazungumza kile kilichokuwa cha kheri, kile kilichokuwa kizuri na chenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi bila shaka itakuwa sababu ya kupata kheri nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza ndani ya Qur'an, anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na semeni kauli zilizokuwa sawasawa. Kauli zilizokuwa sawasawa kwa maana ya kwamba semeni yaliokuwa mazuri, semeni yale ambayo yalikubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mkuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumkhofia Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyohitajika kumkhofia katika maisha yetu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema, na mukachunga ndimi zenu, mkawa mnazungumza yale ambayo yalikuwa yamekubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha yote ambayo yalikuwa mabaya yanatokana na maneno, kwa maana kwamba mkaacha kutukana, mkaacha kudanganya, mkaacha kufitinisha watu, mkaacha kufanya mambo ya aina mbalimbali ambayo matendo ya aina mbalimbali ambayo yanatokana na ulimi ambayo hakubaliki mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, yuslih lakum a'malakum, Allah subhanahu wa ta'ala atanyosha vitendo vyenu, atavifanya ni vitendo vilivyokuwa vizuri mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni dhambi zenu. Wa man yuti' llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, na yoyote ambaye atakemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mjumbe wake, basi atafanikiwa mafanikio yaliokuwa makubwa kabisa. Subhanallah, ulimi huu, kama sisi hatutokuwa wenye kujichunga nini cha kuzungumza katika maisha yetu, basi bila shaka tutakuwa tupo katika sehemu ambayo ilikuwa hatari mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yoyote mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya akhira, basi azungumze kilichokuwa kizuri ama anyamaze kimya. Kama umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na umeamini siku ya akhira kwamba kuna siku utakuja tufufuliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na kile unachokuwa kukifanya ikiwa umekizungumza ama ukakifanya katika maisha yako, basi bila shaka kitaletwa kesho akhira, basi elewa ya kwamba uzungumze alikuwa mazuri, ama kama huna cha kuzungumza kilichokuwa kizuri kama vile alivyotufahamisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala, basi nyamaza kimya. Hiyo ni kheri kwako mbele Allah subhanahu wa ta'ala kushinda kuzungumza mambo ambayo yatakupelekea wewe kuingia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unakuta watu wanadanganya, leo unakuta watu wanasengenyana kwa kutumia hizi ndimi zao, wakati hayo ni madhambi yaliokuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atawapelekea hawa watu kuingia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu zangu, tuwe makini na jinsi ambavyo tunavyotumia ndimi zetu. Tuwe makini na haya tunazungumza katika maisha yetu, sio kuyazungumza tu kwa maneno, bali hata hayo ambayo tunazungumza kupitia katika mitandao ya kijamii ya aina mbalimbali. Tuwe makini sana katika maisha yetu.
kwani hakika hayo huenda akamfanya Allah subhanahu wa ta'ala akawa mwenye furaha na sisi na akatuingiza katika rehema zake na akatufanya sisi kuwa miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa, ama huenda ikawa miongoni mwa wale ambao watakaopata adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi za ulimi ni dhambi ambazo zilizokuwa nzito mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tujichunge, tusije tukawa miongoni mwa wale ambao watakaopata hasara mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watakaoweza kuzimiliki ndimi zao na kuzungumza yalikuwa mazuri yenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wale watakaopata radhi na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhera. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.